Mambo vipi? Shokali sana. Duka. Baridi sana. Una kinyamu hizi sana. Unajua tena Harmonize ya albamu ya Harmonize umesikia ndugu yangu? Nimesikia sana kwa mbali. Nimesikia ndugu yangu. Nini kwa mbali na kati sasa hivi ndio habari ya mjini? Sijaifuatilia sana kwa sababu mnyama wangu sijaifuatilia sana. Kwa sababu mshemisho unajua mishemisho za town kidogo zina bamba hapa na pale, lakini namkubali Harmonize iko juu jembea. Iko vizuri. Kuna ngoma vingapi hivi ambavyo tayari ushavisikia mtaani vinaanza kusumbua? I say kwa kweli hapo bwana nitakudanganya, lakini sijavisikia ambavyo vingapi ambavyo sumbua sijavisikia. Lakini mwanangu Harmonize namkubali. Kikweli Harmonize namkubali. Ya hivi. Unazungumziaje sasa hivi sanaa ambayo anaifanya mwanamuziki Harmonize katika muziki wake? Kiukweli sanaa inavyotakiwa yani, kwa kiukweli yani ni ushindani na Harmonize ipo kiushindani. Kama anapopambana hivi na Diamond na Alikiba na kina Mr Blue na wengine, lakini kwa hiyo alichofanya kwa sasa hizi anachofanya kwa kuachia ngoma kwa albamu hivi, kwa sababu sijasikia ninavyokuambia hivi namkubali, lakini nitakapotoka mimi hapa hivi nitafuatilia kwa sababu ni mwanangu sana, naikubali sana ngoma zake, sana zake naikubali sana. Konde Boy sasa hivi anamkimbiza babake kweli, kaka yake. Hii kwako unazungumziaje? Kwa hilo wanaposema anamkimbiza babake, lakini nahisi inawezekana ikawa kweli kwa sababu Harmonize anajua. Amini, na siku zote anayejua anajua tu. Amini, kwa nyimbo zake, kwa soga zake, kwa sauti zake anajua. Toka alivyoanza tu kabisa unajua jamani huyu mtu anajua. Unataka useme Harmonize anajua kuliko mtu ambaye amemleta mjini. Hapo tukisema hivyo sasa tunakosea, lakini Harmonize yuko fiti brother, anajua sana. Albamu yake ya kwanza ilifanya vizuri, hii ni albamu yake ya pili. Unaiangalia wapi hasa? Naangalia kivingine kwa sababu najua albamu ya kwanza kashaona alifeli wapi, na hii albamu ya pili na hisi najua changamoto za zile hapa kafanya zaidi, kwa sababu anajua changamoto za Diamond mtu akujiongeza na yeye atajiongeza zaidi ndugu yangu, kwa sababu na hiji ninavyokuambia niamini mimi ninavyokuambia sijapata kumnani kabisa hizo albamu ya saizi, sijapata kuifuatilia zaidi, lakini najua nikienda kuifuatilia saizi ndugu yangu afu nikufuata bwana blaza, amini siku ninavyokuambia pap ndugu yangu kachana, ndugu yangu saizi wigo ule umepanuka, yuko vizuri huyu mtu, najua anajiongeza. Unajua watu wa Makonde, watu wa Mtwara bwana, ndugu yangu katoka huko katoka hivi, amini sana ndugu yangu, huyu mtu mbaya sana. Unasikia kwenye albamu yake Yai katema yai kweli kweli mule. Na kama hilo yai limekuwa bonge la yai, tukateleza mule, kama kateleza zaidi yani. Kusikia singeli ya Kiingereza bwana, sijai kusikia singeli ya Kiingereza mwanzo mwisho ndugu yangu, kama unavyoniambia hivyo natamani sasa hivi yani hapa pap nikae pembeni nianza kusikiza ngoma zao. Umefeli hapo tu, unamkubali Harmonize afu mpaka sasa hivi hujasikiliza albamu yake hata nyimbo moja. Najua ndugu yangu sawa, najua saizi maisha saizi kidogo changamoto za mishemishe unazisikia unapita kidogo angalau sasa, lakini bora ukae uanze kusikiza ngoma hivi kidogo changamoto inakuwa kidogo tofauti, lakini ndugu yangu Harmonize mtu amini nakupanga, Harmonize mtu fundi, mtu wa Kimakonde anajua sana, anajua sana. Inasemekana kwa mashabiki wa Harmonize huwa wanamsifia vijiweni tu, lakini kwenye platform ambazo yeye zinampeleka mjini watu hamwende kumsapoti. Issue inakuwa kwamba mimi nahisi kama na hilo na pointi unaongea kama kwa mfano kama sisi kuna baadhi wachache wenye ma platform za smartphone za nini Diamond ni mtu ambayo ana watu kidogo kama tuseme wako juu kidogo, watu wakubwa kidogo, wale sasa wale wenye smartphone nini kidogo wanampa pointi. Sisi ambazo tuko kwenye visimu vidogo hivi tunakosa pointi za ku like za kutoa nini za comment za kumfanya yeye kupampu kufanya yuko wajua zaidi, lakini blaza amini sema mtu aliyotoka ametoka, lakini Harmonize amini saluti yule mtu. Harmonize sasa tunaweka namba ngapi katika wanamuziki wa Bongo Flava? Kwenye listi amini kwenye listi kama mimi ningemweka namba 2. Namba 2. Mmoja yako nani? Mmoja wangu ningemwachia Kiba for real. Harmonize namba 2. Namba 2 yangu. Namba 3 tu mweka nani? Ningemwachia Chibo. Kwa hiyo pale baba anakaa chini, pale mtoto anakaa juu kidogo. No, ukisema hivyo nakosea, sio baba, lakini ukisema hivyo ujue sio kusikiza kiongozi nikwambie. Harmonize muziki alikuwa anaujua, sema chance ya kutokea nafasi ile ya chance ya kupata pointi bwana, mimi hapa nataka pointi. Hii ndio alikuwa amekosa.
lakini alipopata ile hii hapa ndo nafasi ya kutokea, basi ndo pale aliyofanya tata akapiga tiki. Amini ile pale ndo nafasi aliyofanyia, lakini Harmonize anajua blaza. Harmonize kwa hiyo anajua kuliko Chibu. Hiyo sasa kuliko, lakini Harmonize anajua. Ndio pale yani alisukumizwa kidogo akaenda mazima. Sawa. Ukinyamba hivyo kwa sababu kuna ujue kuna Harmonize nyimbo moja nyimbo mbili ukifananisha tofauti, lakini Chibu kuna nyimbo moja na mbili tofauti, lakini Chibu naye kidogo kuna nyimbo anampiku kidogo Harmonize, lakini kwa nyimbo nyingine hampiku. Kwa mfano kama ukisema tuweke mpaka kesho, afu weke na nyimbo kwa mfano ya Diamond mpaka kesho ya Harmonize. Hiyo mpaka kesho. Bwana ile bonge la ngoma. Afu weke na ukisema weke ya Diamond ukisema ya Mbagala, wapi na wapi? Hakuna. Mbagala ni mbaya. Mbagala sasa mtu anamwambia zile Mbagala zilikonga nyoyo za watu bwana kipindi hicho. Kipindi hicho mpaka saa hizi mtu ukimwambia hivyo sasa wakati unabadilika ndugu yangu. Wakati unabadilika, mtoto wako wewe atakuja kuona mpaka kesho ya Harmonize atakuja kuona kitu cha ajabu sana. Ndio hicho ninachokwambiaje ndugu yangu, lakini Harmonize bwana brother I respect sana sana mtu. Amini kama anakosea kidogo afu uko mbele sana. Wasema bwana Harmonize sasa hivi amekuwa kama msanii wa kuimba taarabu hivi, kwa sababu nyimbo zake nyingi sasa hivi anatumia kutupa madongo kwa watu. Hii unaizungumziaje? Hata kwenye albamu yake mpya kuna nyimbo ambazo zinaonekana kuna madongo ambayo ameyatupa kwa watu ambao walikuwa wakifanya nao kazi zamani. Ndugu yangu, naamini mziki unabadilika. Ukikaa ukisikiliza mziki wa mwaka 2013 na 10 saizi ambao tuko na 20 tofauti. Mziki ya saizi ni bora, yani inasikika sana, umchane mtu, yani ile mtu umtoe yani kasoro yake, yani hivyo ndio upate kuwini. Sasa Harmonize alipotokea anajua, kwa sababu changamoto ile nafasi alikuwa hajaipata. Alipoipata anajua, lakini kama una nyimbo moja unaisikia ile alikwambia mtoto wa Tandale, alimrespect kama unakumbuka, lakini akumfua kama nini kumtaja jina Diamond, lakini alimrespect kama ni Diamond. Lakini kama vile yani bora utoe respect ile ambayo kwamba unakumbuka hapo umetokea, lakini lazima uongee ukweli wako. Sawa kama hivyo. Kwa hiyo na maana kwamba nataka nikwambie kiongozi, maisha sasa hivi ile maisha ya kupachana mipasho kwamba na ukweli ndio muziki sasa hizi ile kuepo. Konde Boy endelee nayo. Kabisa, mimi nakwambia kabisa endelee nayo. Kama bwana kama sehemu fulani aliona pale aliteleza, sio kama ile kila mademu kama kuna nyimbo moja ile kila mademu ukigonga lazima utangaze. Umeona ndugu yangu? Afaka kama fanya kamposti mtu fulani kama ndugu yetu vile. Kumbe kama vile ndugu yangu inakuwa kama umempopotifani, kumbe sio, lakini ni yako kwamba sio kweli. Kama ukifanya vile kumbe vile mashabiki wa Harmonize wao mnaenjoy sana. Kama vile ujumbe umefika. Sio kila mtu ajue, kila mtu afanyaje mambo hayo, sio. Ndugu yangu utafanya wangapi? Watangaza wangapi? Ni mbona anafanya Harmonize tu hiyo? Mbona wakina Chidi wametoka Kimmusic, lakini hatuoni wakina Chidi na Kile wakimwimbia Alikiba nyimbo za staili hiyo, kwamba kufanya hivi kwa Chidi promo, kwa Chidi kwa muziki anapata promo, anapata, lakini bado haja stand up kama ukiamini. Kwa mfano kama Harmonize ka stand up, ndio maana anaongea maneno kama hayo. Kwa mfano kwa kusema Chidi na Harmonize bado yuko hapo sana ndugu yangu. Amini hivyo. Lakini kwa respect ya size amini ndugu yangu, kama hujasikia album kaisikilize. Basi ndugu yangu nashukuru sana, ngoja nipate nafasi nikasikilize ngoma. Ina noma. Anaitwa mimi naitwa Isiaka na Solo kutoka Kigamboni hapa kati. Shukrani mzee wangu sana, pamoja sana. Poa. Safi.